فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء tarkuhu ma la yanihi. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kuwahusia ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa. Unwani yetu ya khutba yetu ya leo, tutaishi na hadithi moja ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam inayosema: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi. Uzuri wa mtu kuwa Muislamu ni kuachana na jambo ambalo halimuhusu. Muislamu aliyekuwa sawasawa, Muislamu aliyekuwa mzuri ni yule ambaye hashughulishwi na mambo ambayo hayamuhusu. Katika historia ukisoma, kuna baadhi ya maeneo pamewahi kutokea machafuko ya aina mbalimbali, pamewahi kutokea vita na kadhia mbalimbali ambazo zimepelekea mpaka leo baadhi ya maeneo katika baadhi ya nchi duniani kukosa kitu kinaitwa amani. Ukiangalia katika historia ya Libya, namna ilivyokuwa zamani na ilivyo sasa ni vitu viwili tofauti. Lakini ukiangalia baadhi ya nchi za Central Africa, zilivyokuwa zamani na zilivyo sasa ni tofauti kabisa. Ukitazama baadhi ya nchi za Ulaya ikiwemo Ukraine na baadhi ya nchi nyingine, ilivyokuwa zamani tofauti na ilivyo sasa. Ukitazama baadhi ya nchi zilizokuwepo Middle East, Mashariki ya Kati, ikiwemo Palestina, ikiwemo Iraki, ilivyokuwa zamani tofauti na ilivyo sasa. Yote haya yanatokea ni kwa sababu kuna baadhi ya mambo yalitokea huko nyuma yakapelekea mpaka zile nchi zikapata mabadiliko na zikawa hazipo katika hali nzuri mpaka leo. Khutba yangu nianze kwa kueleza kitu kimoja, ndugu zangu Waislamu. Tunapozungumzia suala la kutoa hoja ama kuzungumzia jambo la aina yoyote katika Uislamu, Uislamu unatutaka tuweze kuthibitisha hoja hizo kwa ushahidi uliokuwa kamili. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama inasema: kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'a. Inamtosha mtu kuitwa muongo kwa kusimulia kila kitu ambacho atakachokuwa amekisikia. Kuna baadhi ya vitu unaweza ukavisikia vikawa sio vya kweli, lakini ukivichukua ukienda kuvisimulia mahala kwengine, wewe unaitwa ni muongo kwa maelekezo ya hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ukisoma katika sheria tunaelekezwa ya kwamba ili tuthibitishe jambo kuwa jambo hili ni la kweli, tunahitajika tutoe ushahidi wa kuona lile jambo, kwamba Muislamu ameona lile jambo kwa macho yake. Ndio maana katika ushahidi wa kisheria kuna kitu kinaitwa eyewitness.
ushahidi wa kuona kwa macho, lazima jambo huo umeona. Na hata ukisoma katika sheria ya ndoa ya Kiislamu, katika miongoni mwa zile nguzo 5 lazima wapatikane shahidaini, wale mashahidi wawili, lakini wale mashahidi nao wana masharti ndani yake, ikiwemo yule shahidi katika ndoa ya Kiislamu lazima awe ni basiri, awe anaona yule shahidi. Akiwa ni mlemavu wa macho, sheria ya Kiislamu inasema huyo hafai kuwa shahidi katika ndoa ya Kiislamu. Kwa nini Uislamu unazingatia ushahidi kwa kuona jambo? Kwamba ukiulizwa umeona, useme nimeona kwa macho yangu. Lakini ushahidi wakati mwingine unazingatiwa kwa kitu kinaitwa ni character witness, ushahidi wa kitabia. Wakati mwingine tunamhukumu mtu kwa sababu ana tabia ya aina fulani. Kwa hiyo mahakama inaweza kumtia mtu hatiani kwa sababu imezoeleka kwamba huyu ana tabia ya aina fulani, na pengine huko nyuma aliwahi kufungwa kwa tabia ya aina fulani. Lakini ushahidi wa aina ya 3 ni ushahidi ambao unaitwa ni expert witness, ushahidi wa kitaalamu. Madaktari wanaweza kuthibitisha kwamba huyu kafanya tukio la aina fulani. Kwa hiyo ukiangalia kwa makini, ushahidi hauzingatiwi kwenye kusikia, kwenye kuambiwa vitu ambavyo hauna ushahidi navyo kwa kuona kwa macho, bali mtu fulani amekwambia. Ushahidi huu hauzingatiwi. Kuna baadhi ya wakati unaweza ukavunja heshima ya mtu au hadhi ya mtu, au unaweza ukamdharau kiongozi wako au ukamvunjia heshima kiongozi wako kwa sababu tu kuna story fulani umeisikia mahala fulani. Inawezekana ikatokea hali hiyo. Imma inawezekana ukaingia katika mkumbo wa kutukana, pengine ukamtukana raisi, pengine ukaingia katika mkumbo wa kumtukana waziri, kwa sababu umeingia kwenye mtandao ukaona kuna mwanamke fulani au kuna mtu fulani ameongea jambo la aina fulani bila ya kuwa na uthibitisho au ushahidi, na wewe ukalichukua lile jambo ukalifanya kuwa la kweli. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa katika viwanja vya Arafa katika hija yake ya mwisho, alipokuwa amekwenda, Mtume aliwahutubia Waislamu khutba ndefu sana. Kwenye khutba ile Mtume aliwahusia Waislamu mambo mengi sana, lakini mimi nitachukua machache sana niwaelezee namna Mtume alivyokuwa amewahusia Waislamu kwenye khutba yake. Na niliwahi kusoma kwenye kitabu kimoja kinaitwa What to Say and How to Say It for All Occasions. Kinaelezea kwamba katika miongoni mwa khutba bora duniani, namba 1 ni khutba ya Bwana Mtume Muhammad aliyoitoa katika viwanja vya Arafa. Ni khutba yake ya kuaga. Alikwenda hija yake ya mwisho Bwana Mtume. Alipokwenda katika viwanja vya Arafa, mahujaji wamekusanyika, masahaba, Mtume akatoa khutba ndefu sana na yenye makatazo mengi sana. Yule mwandishi wa kile kitabu anasema katika khutba 3 bora duniani, khutba namba 1 ni ile khutba ya Bwana Mtume Muhammad. Kisha akasema khutba namba 2, kuna khutba alitoa mtu mmoja anaitwa Martin Luther King, inaitwa I Have a Dream, katika nchi ya Marekani. Kisha akaja akasema khutba namba 3 ni khutba ambayo alikuja kuitoa Muammar Gaddafi wakati Obama anakwenda kuivamia Libya. Muammar Gaddafi akatoa khutba inaitwa Obama My Son. Anasema khutba 3 hizi ndio khutba 3 bora katika ulimwengu tangu dunia kuumbwa. Lakini khutba namba 1 aliitaja khutba ya Bwana Mtume Muhammad. Sasa Mtume katika moja maneno yake kwenye khutba yake akasema, inna dima'akum, hakika ya damu zenu Waislamu kwa Waislamu, wa amwalakum, na mali zenu Waislamu kwa Waislamu, wa a'radakum, na heshima zenu Waislamu kwa Waislamu, alaikum haramun, ni haramu juu yenu Waislamu kwa Waislamu kuvunjiana heshima. Ni haramu juu yenu Waislamu kwa Waislamu kumwagana damu.
ni haramu juu yenu Waislamu, kwa Waislamu kuchukua mali ya Muislamu wenzio ukaenda ukaifanyia israfu au ukamdhulumu. Mtume akasema jambo hilo ni haramu. Mahalu shahid, chukua kipande ambacho Mtume alichosema ni haramu kwa Muislamu kuvunja heshima ya Muislamu mwingine. Ni haramu. Sikwambii kuvunja heshima ya kiongozi wako wa nchi, bali ni haramu kuvunja heshima ya Muislamu mwenzio, ukaenda ukaeneza uongo na uzushi, Muislamu mwenzio akadhalilika, heshima yake ikapotea. Mtume anasema jambo hili ni haramu. Vipi hali itakuwa kwa kiongozi wa nchi? Ndugu zangu, min husni islami almar'i tarkuhu ma la yanihi, katika miongoni mwa mambo ambayo yanamfanya Muislamu aonekane ni mzuri, aonekane ni Muislamu aliyekamilika, ni kuachana na mambo yasiyomuhusu, ni kuachana na mambo ambayo hayana faida katika maisha yake. Ukiingia katika mitandao sasa hivi kuna harakati nyingi zinaendelea, kukiwa na hamasa na watu wakipeana hamasa ya kuandamana tarehe 29, watu waingie mtaani waende wakaandamane, lengo tuangushe serikali. Watu wanadhalilishwa, majina mabaya wanatiwa, rais anatukanwa katika mitandao. Libya wakati inakwenda kuangushwa, Afrika kulikuwa hakuna nchi kama Libya, kulikuwa hakuna, yenye maendeleo na raia wake walivyokuwa wanaishi maisha ya raha. Kulikuwa hakuna nchi Afrika, hata Ulaya, ambayo ilikuwa inaishi maisha mazuri kama Libya. Lakini akatokea mwanamke mmoja tu, binti mmoja, akaanzisha propaganda kwamba utawala uliokuwepo ulikuwa ni utawala wa kidikteta. Lakini yule mwanamke alikuwa ni mwanamke ambaye aliandaliwa maalum kwa ajili ya kuanzisha vuguvugu la maandamano katika nchi ya Libya, ili raia waingie barabarani, ili utawala wa Muammar Gaddafi uweze kuanguka. Walifanikiwa. Mwisho wa siku Muammar Gaddafi akaangushwa, propaganda zikatengenezwa na majina mabaya akagewa, na mwisho wa siku akaangushwa. Tunafahamu sisi kwenye propaganda wanasema ukitaka kumuua nyau mpe jina baya, kwamba nyau huyu ni pakanunda, paka huyu anaiba mboga, paka huyu ana tabia kadha. Ndivyo alivyogewa Muammar Gaddafi. Scenario ile ya Libya ndio scenario ile inakuja Tanzania. Ndugu zangu, hadithi ya Mtume inasema hubbul watani min al-iman, kupenda nchi yako ni katika imani ya kweli. Nchi hii tunavyoiona mpaka leo ilipofikia, hawa wazee wetu ndio wameifikisha hapa. Yani hii amani, maisha haya tunayoyaona, ujamaa, kupendana, kuvumiliana, kuishi pamoja, hawa wazee wetu ndio wameifikisha hapa. Dunia ya leo wanaotumika kuharibu nchi na mataifa mbalimbali mara nyingi wanakuwa ni vijana. Na ukitaka kuharibu jamii ya aina yoyote, wewe wakamate vijana. Siku hizi kuna jina tunaitwa Gen Z, generation mbaya kabisa kuwahi kutokea. Wa magharibi na watu ambao wasiokuwa wema wakihitaji kuharibu taifa la aina yoyote ile, watu ambao wanatumika mara nyingi ni vijana, ndio wanatumika kwenda kuharibu amani ya nchi. Libya waliotumika walikuwa ni vijana, na baadhi ya mataifa mengine wa magharibi wanapotaka kwenda kuvamia na kuharibu, wanaotumika kwa asilimia 99.9 wanakuwa ni vijana. Sasa hadithi ya Mtume inasema min husni islami almar'i tarkuhu ma la yanihi, uzuri wa mtu kuwa Muislamu ni kuachana na jambo lisilomuhusu. Ndugu yangu Muislamu na kijana mwenzangu wa Kiislamu, unapotoka kwenda kuandamana kwa lengo la kwenda kuharibu miundombinu, kwa lengo la kwenda kuharibu pengine uongozi, kwa lengo la kwenda kuchafua amani ya nchi,
Je, itakapokuwa ile amani imetoweka, unadhani faida gani utakuwa umeipata? Kuna vitu huwa vikiondoka huwa haviwezi kurudi. Mmoja wapo ni amani. Yani amani ikitoweka mahala, kuilinda ni rahisi zaidi kulikoni kuirudisha. Na ukitaka kulijua hili, nenda kawaulize wale raia wa Kongo, ndio watakwambia kwamba amani ikiondoka ni gharama kiasi gani unalipa kuweza kuirudisha. Leo tunaona tunaishi katika hali hii ambapo tuna amani, tunasali mahala pamoja, tunafanya shughuli zetu mbalimbali, biashara zinakwenda kwa sababu ya amani. Lakini siku pakitibuka hapa, hakuna atakayethubutu kufungua duka, kwa sababu vijana watakuwa wako mitaani, wapo kwenye maandamano, na asilimia kubwa watakuwa wanaingia madukani kwenda kuiba, na wale ambao wezi wanapata fursa hapo hapo kwenda kuharibu mali za watu. Lakini kwa sababu hatujui neema hiyo ya amani, tunaona kama ni jambo la kawaida. Lakini kama kitu ukijui thamani yake kwa kuwa unacho, nenda kawaulize wale ambao kile kitu kimewaondoka kwenye maisha yao. Ndugu zangu, tusiingie katika mkumbo huo. Vijana wenzangu wa Kiislamu, ukiingia kwenye mitandao sasa hivi, kwenye Instagram, ukiingia kwenye social media mbalimbali, kwenye TikTok, kwenye Facebook, kuna hamasa zinaendelea kuwahamasisha vijana. Tarehe 29 watu waingie mtaani wafanye maandamano. Kwa wale ambao wapo kwenye mitandao watakuwa wanajua, yuko binti mmoja yuko Marekani, yuko nje ya nchi Marekani, anahamasisha vijana wa Kitanzania waingie mtaani. Yeye yuko nje, sio tupo ndani. Anatuhamasisha sisi wa huku ndani tuingie tuchafue amani, yeye yuko Marekani. Ukitazama kwa mtu mwenye akili timamu ya sawasawa, unajiuliza yule anayehamasisha, mbona yeye yuko mbali, hayuko hapa? Yeye yuko mbali, hayuko hapa. Lakini kuna mwingine anahamasisha wewe uingie mtaani ukaumie, wakati huo yeye familia yake haiko hapa, iko Ulaya. Na wakati anakuhamasisha wewe uingie mtaani, yeye hawezi kuwa front line, anakuwa mstari wa nyuma, na wala asitoke kabisa, ila anakuhamasisha wewe uingie mtaani kwenda kuandamana. Ndugu zangu, kuna agenda maalum. Kuna watu wana agenda maalum. Hizi agenda za kisiasa watu walizokuwa nazo, isiwe ni sababu ya kumshawishi kijana wa Kiislamu kwenda kuharibu amani ya nchi yake. Uislamu haufundishi kijana wa Kiislamu kwenda kuandamana. Uislamu haufundishi hilo. Na kama kuna mtu yoyote ana ushahidi wa aya au hadithi yoyote au masahaba iliwahi kutokea siku wakaandamana, au salafu saleh au wajawema waliopita, kama kuna siku kuna mtu aliingia barabarani kwenda kuandamana, mimi nitakuwa nipo tayari mtu anipe ushahidi, dalili ya aina yote katika hilo. Kwa hiyo kuna watu wana agenda za kisiasa. Kwa hiyo vijana wa Kiislamu wasipokuwa makini, wao ndio watakaoingizwa kwenye mtego huo. Na niwaambie, Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adhilla. Wenye mamlaka, wenye nguvu, wenye serikali wakiingia mahala wanaweza wakafanya uharibifu, na wanaweza kuwafanya wale ambao mnawaona nyinyi wana heshima, wanaweza kuwafanya waonekane hawana heshima. Ukishasikia mtu ana mamlaka na serikali anaweza kufanya lolote, unaweza ukavunjwa miguu, unaweza ukapotezwa. Wewe mtoto wa maskini, baba yako anakutegemea apate ugali, leo unakwenda kuingia barabarani, unakwenda kuvunjwa miguu. Uone kama umemtia shoti baba yako? Wewe mtoto wa kimaskini, mama yako anakutegemea, pengine ndio mwanae mmoja ndio wewe, unatoka unakwenda kuingia barabarani, watu wakakuchukua wakakupoteza. Uone kama umemtia hasara mama yako ambaye alikuwa akikutegemea? Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha. Ogopa sana serikali. Duniani hapa kuna mamlaka zipo za aina 3. Baadhi ya ulama wanasema ziko za aina 4. Kuna mamlakatul ilahia, kuna mamlaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza usiheshimu kwa sababu Allah umuoni, ni mamlaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipo, lakini kwa kuwa Allah umuoni unaweza ukamdharau.
Lakini kuna mamlakatul walidaini, kuna mamlaka ya wazazi wawili. Ipo baba yako anaweza kukata usifanye hivi, mama yako fanya hivi, fanya hivi, usifanye hivi. Mamlaka ya wazazi ipo duniani. Lakini kuna mamlakatul hukuma au alhukumia, lakini kuna mamlaka za kiserikali. Hao huwa hawabembelezi wakitaka jambo lao. Mamlaka zinapoamua jambo lake huwa hawabembelezi, huwa wanaamua, wanafanya. Wakiamua kukuvunja miguu watakuvunja miguu, wakiamua kukupoteza watakupoteza. Hiyo ni mamlaka, unataka usitake utatii. Baba yako unaweza ukamjeuria, mama yako unaweza ukamjeuria, Mungu kwa kuwa umuoni unaweza ukakataa kufanya ibada. Lakini serikali ikiamua mtalala saa 4 asubuhi, mtaingia ndani saa 4 asubuhi. Kwa hiyo ikiwa umheshimu baba yako wala mama yako, ikiwa umheshimu Allah subhanahu wa ta'ala, tambua ya kwamba kuna mamlaka za kiserikali, na hao wakilitaka lao vyovyote itakavyokuwa litakuwa. Na siku zote wanaoumia mara nyingi wanakuwa ni vijana. Wanaoumia mara nyingi wanakuwa ni vijana, kwa sababu ndio mara nyingi zile fikra zao zinakwenda kupandikizwa mitazamo isiyokuwa sahihi. Mitazamo isiyokuwa sahihi. Pemba, Unguja, kuna miaka fulani ya nyuma ilifika mahala mpaka mtu na mama yake mzazi hawasemezani kwa sababu ya kitu kinaitwa siasa. Ilifika mahala mtu na ndugu yake hawazikani kwa sababu ya kitu kinaitwa siasa. Lakini ajabu ni kwamba wale wanasiasa wakitoka hapo wanakwenda kukaa meza moja, wanakunywa, wanaenjoy. Inakuwaje wewe unakwenda kupandikizwa fikra ya chuki, unakubali kuingia, na kisha wenyewe wakitoka wanakwenda kukaa meza moja? Mara nyingi wanaumia kwenye haya mambo wanakuwa ni vijana. Ndugu zangu vijana wa Kiislamu, chonde chonde, Allah Allah, isije ikatokezea kijana wa Kiislamu akapandikizwa fikra ya kwenda kuandamana. Isije ikatokezea kijana wa Kiislamu akapandikizwa fikra ya kutukana viongozi. Viongozi wana lugha yao ya kukosolewa. Viongozi sio kama wakosei, wanakosea, ni binadamu, lakini kuna lugha yao ya kuwakosoa. Sasa hivi imamu anaweza akakosea hapa, lakini huwezi kumfata ukanyanyuka ukaanza kumtukana matusi, unajua wewe hivi, wewe hivi. Hapana, kuna lugha yake ya kwenda kumwambia imamu. Unakwenda kushauriana naye, unakwenda kumkosoa faragha. Na kiongozi ana lugha yake ya kumkosoa, lakini sio kwenye mitandao unaanza kutukana, mara huyu hivi, mara huyu hivi, mara huyu hivi. Tazama, ajabu ni kwamba imefika mahala katika mitandao sasa hivi, yule rais wa nchi, yule rais wa nchi, kuna majina chungu mzima anapewa ya matusi, lakini ukitafuta kosa au jambo ambalo pengine kalifanya baya huwezi kuliona. Lakini kuna watu wana agenda yao huku chini. Unajua Waislamu, mimi niwazindue kitu kimoja. Nchi hii mara nyingi akitawala Muislamu ndio haya mambo huwa yanakuja, yanatokea haya. Mara maandamano, mara hivi. Nyinyi mnakumbuka awamu ya mwisho ya Kikwete, namna wa Katoliki walivyomnyumbisha Kikwete. Pengine kama kuna vijana hapa mlikuwa hamjakuwa vizuri, lakini wazee watakuwa wanakumbuka namna wa Katoliki walivyomnyumbisha Kikwete. Na lau kama sio Waislamu kuamua kuvaa njuga wakasema hapana, walikuwa wanamwangusha ile awamu ile Kikwete. Alipoingia mjomba Magu, hakuna aliyekuwa anazungumza. Kama kuna mtu hapa alisikia kuna mtu alisema fyoko, aseme nani? Ilikuwa watu wote mpera mpera, hakuna aliyeongea hata mmoja, hakuna. Mwenyezi Mungu akaleta kadari yake, akaingia huyu mama. Alipoingia huyu mama, kila aina ya mkataba aliokuwa anaingia, nyawaraka, maneno, tuandamane, mara hivi, uko mwanzoni hayo yalikuwa hayapo. Kwa nini kila akitawala Muislamu kuna kuwa na shida? Kijana wa Kiislamu, zinduka, usije ukaingia kwenye agenda za watu. Hata haya mambo mnaoyaona haya, tarehe 29 tukaandamane barabarani, kuna watu wana agenda setting maalum, ishasetiwa tayari. Kuna watu maalum wana agenda yao wameiseti. Kwa hiyo wewe kijana wa Kiislamu ukiingia, umeingia kwenye agenda ya watu waliokuwa nayo. Lengo ni kumiumbisha huyu mama tu asitawale vizuri. Yaani utawala wake uwe na mashaka mashaka, mara atamani kujiuzuru, ndio lengo. Lakini si vinginevyo.
Ndio maana utakuta mara kuna habari hii, mara kuna askofu fulani kaongea hivi, mara padri. Maneno wanaoyaongea wenzetu wa upande wa pili, maneno yale lau kama naongea mimi saizi nipo Segerea. Maneno ukisikiliza wanayoongea wenzetu wa upande saizi tupo Segerea, lakini wenzetu wanaongea maneno ya hatari, wanachochea mambo ambayo yanaweza kuhatarisha amani ya nchi. Sasa kijana wa Kiislamu, zinduka, usije ukaingia kwenye mkumbo. Man dakhala ma la yanihi laqiya ma la yurdihi. Ukiingia kwenye jambo lisilokuhusu utakutana na mambo yasiyokuridhisha. Usije ukaingia mtaani ukaanza kuandamana tarehe 29, bwana, unaweza ukavunjwa miguu bwana, asikwambie mtu. Tena niwape tahadhari vijana wenzangu wa Kiislamu kwa kuwa nawapenda. Sasa hivi hata kwenye vijiwe mkienda kukaa, ukisikia mtu anaanza kuongea habari za maandamano, kimbia, ondoka. Eneo hilo usikae, ondoka. Ukianza kusikia kuna mtu anaanza kuongea habari za maandamano, hilo eneo usikae. Sasa hivi bwana, kuna watu wasiojulikana wamemwagwa kila kijiwe. Ukisikika tunaongea habari hiyo, umedakwa na unapotezwa. Kwa hiyo usiwe kipelembele kwenye kuingia kwenye mambo yasiyokuhusu, utakutana na mambo yasiyokuridhisha. Watu wana agenda zao, watu wana lengo la kuchafua amani ya nchi, watu wana lengo la kutaka kuondoa uongozi uliokuwepo, waeke uongozi wanaotaka wao. Hiyo ndio lengo lao. Akitawala mtu wa upande wa pili, waongei, wapo kimya. Lakini ajabu ni kwamba ndugu zangu, nchi hii wanao benefit ni wao kwa asilimia kubwa. Wanao benefit ni wao kwa asilimia kubwa. Mimi nimepiga mahesabu. Wenzetu upande wa pili au wa Katoliki wana hospitali na dispensary katika nchi zinafika 700. Wana shule za sekondari katika nchi advanced level za sekondari zinafika 145. Wana shule za primary katika nchi zinafika 135. Wana nasari katika nchi zinafika karibu 120. Tena ni English medium. Wana vyuo teachers college vinafika 13. Wana vyuo vya vocational training college, vyuo vya ufundi vinafika takriban 16. Na wanapata ruzuku serikalini. Yani wao ndio wana benefit, lakini bado wao ndio wako mstari wa mbele kwenye kuichafua amani ya nchi. Ingelikuwa sio Waislamu ndio tulalamike, kwa sababu ukitazama maisha yetu na hali yetu na vipaumbele vyetu hakuna. Wana vyuo vikuu katika nchi vinafika 5. Sio tuna vyuo vikuu vingapi kama sio kile kimoja cha MUM na chenyewe kile pale hakieleweki, kipo kama sigara kali, mbele kinawaka nyuma kinawaka. Tuna hospitali ngapi za Waislamu? Mtu anitajie hospitali 2 za Waislamu katika nchi, anitajie 2 anitajie. Lakini mbona wenzetu wamekuwa ndio mstari wa mbele kuleta hizi hamasa? Kwa hiyo watu wana agenda zao. Vijana wenzangu, tusiingie huko, tusiende kwenye huo mkumbo wa kwenda kuandamana, tutaumia. Tuna mengi ya kufanya katika ulimwengu huu, tuna mengi ya kufanya katika dini yetu, lakini sio haya mambo ambayo watu wanayaanzisha kwa lengo la kutaka kuchafua amani ya nchi. Wallahu tabaraka wa taala yaqul, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu al ghafurur rahim wal barrul karim.